Wao wanasema mtume amehifadhiwa na makosa, lakini si yeye tu, tuna maimamu wetu 12 pia wamehifadhiwa na makosa. Tena wao wamechupa mpaka zaidi katika kuhifadhiwa hao maimamu 12. Wanasema kwamba maimamu wao hawafanyi madhambi madogo wala makubwa, bali pia wamehifadhiwa hata kusahau hawasahau kabisa. Maimamu 12 mshawajua ni watu gani? Watu hawa ni watu wa pote la Ushia. Wanaamini maimamu wao 12 akiwepo Imamu Ali, wanaposema Hasan na Husaini, mlolongo wa maimamu mpaka imamu huyo wa mwisho ambaye kajificha pangoni, wanasema atakuja kuibuka akhiri zaman. Wanasema hawa wanapawa kuliko hata manabii, wamehifadhiwa hata kusahau hawasahau, jambo ambalo tutaliona kwamba si kweli. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuhifadhiwa kutosahau. Tutaona hadithi sahihi inshallah katika mlolongo wa maelezo tutakayotoa kwamba naye Mtume Muhammad pia alisahau na akawatanabahisha Waislamu juu ya kusahau kwake kama mwanadamu. Jingine ndugu zangu muhimu katika kufahamu maana ya tamko la shahada ya pili, ni sisi tunatakiwa tukubali kwamba risala ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ujumbe aliokuja nao bwana Mtume ni wa watu wote, kwamba Mtume Muhammad hakutumwa ila ni rehma ya walimwengu wote. Na tukisema walimwengu wanaingia na majini vile vile, katumwa kwa wanadamu na majini. Kwa hiyo Mtume Muhammad ni mtume wa walimwengu wote na majini, tofauti na mitume waliopita. Mitume waliopita walikuwa wakitumwa kwa kaumu zao au makabila yao, hawakuwa wakitumwa kwa watu wote. Mitume wote waliopita, na wengi walitumwa kwa Bani Israila, akiwepo Nabii Musa, Nabii Isa na mitume waliokuja baada ya mitume hawa. Kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabla ya Nabii Isa, kabla ya Musa, walikuweko mitume Bani Israila. Hawa wote manabii walitumwa kwa ajili ya mfano wa Bani Israili. Watu wa Nuhu walitumwa kwa Nuhu, watu wa Shuaibu walitumwa kwa watu wa Shuaibu, yani kabila lao au taifa lao. Ama mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametumwa kwa watu wote. Hili lazima Muislamu ulikubali na uliitakidi. Kama hulikubali, mfano ukasema kwamba Mtume Muhammad ni wa Arabu, ushatangua shahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Wewe Muislamu, kama njikafiri likisema hatuna neno, njikafiri tayari. Lakini wewe useme huyu mtume ni wa Arabu, tayari umetangua risala ya bwana huyu, umekanusha. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema wama arsalnaka illa kafatan linnasi, hatukukutuma wewe isipokuwa ni kwa ajili ya watu wote. Kafatan linnasi, watu wote. Na yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile anaambiwa na Mwenyezi Mungu, qul ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jamia, sema wewe Muhammad, waambie watu mimi ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu kwenu nyote. Kwa hiyo hii inni rasulullah ilaikum jamia ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ukiyakanusha haya, ina maana umekanusha maana ya shahadatu anna Muhammadan Rasulullah, kwa sababu katika jumla ya maana ni wewe kukubali kwamba huyu kaja kwa watu wote. Na yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam katamka vile vile katika hadithi nyingine ambayo imepokewa na Imam Bukhari na Muslim, anasema nimepewa mambo 5 ambayo hawakupewa manabii wengine wote waliotangulia kabla yangu mimi. Anasema jambo la kwanza, nimenusuriwa, nusirtu birru'bi, nimenusuriwa katika vita nikipambana na makafiri, basi Mwenyezi Mungu huwatia hofu makafiri. Mwendo wa mwezi mzima, masafa ya mtu kwenda mwezi mzima, mtu akinisogelea katika adui, basi Mungu huteremsha hofu katika nyoyo. Hii ni fadhila ya Mtume Muhammad ambayo mitume wengine hakupewa. Yani mtu kama mkafiri atakwenda kumpiga vita Muhammad, hofu inamjia, au Kiswahili cha vijana saa ingia mchecheto saa hiyo. Na hili halipo kwa mtume, hata kwa wafuasi wake vile vile, kama ilivyokuwa inaelezwa kwa wanachuoni juu ya maana ya hadithi hii, kwamba wale wafuasi wa mtume pia wakipambana na makafiri, basi wale makafiri huingia mchecheto, hofu.
Na nyinyi mwayaona yaliyotokea hivi karibuni Afghanistani na Amerika, vita vya watu ambao maskini wala hawana silaha, hawana elimu. Amerika ashindwa kuteremka chini kupambana na vijana kwa ajili ya madevu yao. Na ndio ilivyo, kafiri aweza kaogopa akakuona na ndevu. Usijione wewe ni hodari kwa ndevu zako wagopesha watu. Ni Mwenyezi Mungu katika fadhila ya Uislamu wa mtume na wafuasi wake anawatia hofu makafiri. Ukiwa wewe Muislamu mfuasi wa kweli wa bwana mtume, ukidhihiri mahala tu basi tayari mtu atetemeka hivi. Vita vya watu ambao maskini wala hawana silaha, hawana elimu. Amerika ashindwa kuteremka chini kupambana na vijana kwa ajili ya madevu yao. Na ndio ilivyo, kafiri aweza kaogopa akakuona na ndevu. Usijione wewe ni hodari kwa ndevu zako wagopesha watu. Ni Mwenyezi Mungu katika fadhila ya Uislamu wa mtume na wafuasi wake anawatia hofu makafiri. Ukiwa wewe Muislamu mfuasi wa kweli wa bwana mtume, ukidhihiri mahala tu basi tayari mtu atetemeka hivi. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni mfuasi wa bwana mtume, na mtume Mwenyezi Mungu kaahidi kuwatia hofu makafiri wakipambana na nani? Na mtume au wafuasi wake. Jingine, mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo maalum alilopewa anasema, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, nimejaliwa mimi ardhi yote hii kuwa ni msikiti na kitu cha kutaharisha. Mitume waliopita ilikuwa ikifika wakati wa swala lazima aende kwenye jengo la kuswalia. Haruhusiwi kuswali njiani, barabarani au kwenye mahala, kwenye kiwanja, haruhusiwi ilikuwa. Lakini hii ni kheri kapewa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambao hawakupewa mitume wengine. Sisi Waislamu tukifika mahala wakati wa swala na hakuna msikiti, basi ardhi inageuka kuwa ni msikiti. Wala mtu asijenge dhana hapa labda wamepita nguruwe, hapa nini, maadamu huna hakika swali. Unaona, kwa sababu mvua na jua inatoharisha ardhi. Ndio maana ni sunna katika Uislamu, katika mambo ambayo yanathibitisha tahara ya ardhi. Mtume ilikuwa ni ada yake siku za Idi akiswali kwenye viwanja, na msikiti wake mnajua ni bora katika misikiti mitatu iliyokuwa mitukufu, ni msikiti wake. Lakini aliuacha msikiti wake akaenda kuswali kiwanjani. Ni nini? Kwa sababu mwenyewe anasema nimejaliwa ardhi yote kuwa ni msikiti. Kwa hiyo hili ni moja wapo. Jingine anasema, wa uhillat liyal ghanaim, na nimehalalishiwa mimi kula ngawira katika vita, jambo ambalo hakuhalalishiwa mtume yoyote kabla yangu mimi. Ndio hadithi imekuja, zamani wale mitume wakifanya jihadi wakipata ngawira, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa hawaruhusu kula hizo ngawira. Ilikuwa Mwenyezi Mungu hutuma malaika wake na aina ya moto unakuja ukaangamiza mali ile iliyokuwa imetekwa na mitume na wafuasi wao. Lakini alipokuja mtume Muhammad akaambiwa, kuanzia leo ni halali kula ngawira wewe na wafuasi wako. Kwa hiyo mtume alikuwa akipata ngawira anawagaia wanajeshi katika mujahidina alioshirikiana nao. Jingine ndugu zangu ambalo ndio hili tunalikusudia, anasema vile vile nimepewa shafaa. Kabla ya jambo tulokusudia, nimepewa shafaa, uombezi, kwamba yeye mtume sallallahu alaihi wasallam atakuja kutuombea siku ya kiyama hata wale waislamu waliokufa na madhambi makubwa kubwa. Kwani anasema shafaati li ahli alkabair min ummati, maombezi yangu yawafikie mpaka watu wenye kufanya madhambi makubwa kubwa yasiokuwa ya ushirikina. Lakini li ahli alkabair min ummati, yani watakaokufa ni waislamu. Kama wewe umekufa unajidai muislamu, umefanya madhambi makubwa, umelewa, umezini, umeiba, umenyang'anya, umefanya madhambi yote makubwa, halafu ukafa ni mshirikina, basi huna kitu. Lakini umezini, umelewa, umefanya hivi, umeiba, si mfanyaje, kuna nafasi, maadamu umekufa muislamu, kuna nafasi ya kuombewa na mtume. Kwa nini? Kwa sababu ya tamko lako la shahada mbili, litakuwa nusra kwako wewe. Kwa hiyo anasema hili nalo pia nimepewa. Halafu vile vile la mwisho sasa anasema, wa kana an-nabiyyu ba'athu ila qaumihi khassa
wa bu'ithtu ila an-nasi kafatan. Mitume wote walikuwa wakitumwa kwa kaumu zao, lakini mimi nimetumwa kwa watu wote. Ndio yale maneno alikuwa anasimulia, yanafafanua maneno haya wakati wa hutuba ya kuagana na Waislamu siku anafanya hija. Mtume akawaambia kullukum min adam wa adam min turab, nyote nyinyi ni mnatokana na Adam na Adam umetokana na udongo. Kwa hiyo akawaambia bu'ithtu ila al-ahmari wal aswad, nimetumwa kwa mweupe na mweusi. Kwa hiyo mtu kama Muislamu huyu mtume ni watu weupe, mtume wa Arabu, tayari kakanusha risala, huyu anatoka katika Uislamu. Ndugu zangu katika imani, vile vile katika jumla ya kuamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kutamka shahada, ni wewe unatakiwa uamini kwamba mtume kafikisha risala tena kwa njia ya ukamilifu. Ule ujumbe aliopewa kaufikisha kama alivyoagizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama ilivyokuja katika suratul Maida ya 67. Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik, ewe mjumbe, ewe mtume, fikisha yale uliyoteremshiwa kwako wewe na Mola wako, kutoka kwa Mola wako. Wa in lam taf'al fama ballaghta risalata, kama ikiwa hukufikisha basi ujue utahesabiwa wewe ukufikisha amana, ukufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe anasema, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqa alayhi an yadulla ummatahu ala khairi, haikuwa kabla yangu mimi katika manabii isipokuwa kawaelezea watu wake jambo lote la khairi, kila la khairi kawaelezea kadiri alivyoelimishwa na Mola wake. Vile vile hakuna la shari ila pia kawatanabaisha nalo. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam tuamini kabisa kwamba kafikisha ujumbe, Qur'ani imetimia, yale yote ambayo ametakiwa yaeleze kayaeleza, na akawashuhudisha masahaba kabla ya kufa kwake kwa siku 80. Siku alipokuwa anaagana nao anawaambia, halla ballaghtu, jama sikufikisha? Masahaba wakamwambia, bala ya Rasulullah, qad ballaghta ar-risala wa nasahta al-umma wa addaita al-amana wa taraktana fi mahajjati al-bayda laylaha kanahariha. Kweli kabisa wewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, umefikisha ujumbe pasavyo, umeifikisha amana na umenasihi umma kweli kweli, na umetuacha katika kiwanja cheupe kabisa, usiku wake ni kama mchana. Kwa hiyo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wewe kama Muislamu, maana ya tamko la shahada ukubali, ukiri kabisa kwamba mtume hakufanya khiana katika kufikisha ujumbe, kwamba eti kulikuwa na mambo ambayo alikuwa yasomeshe lakini hakutuambia. Wewe sasa uje shekhe shehena waseme waongeza jambo katika dini. Kwa nini wasema hii dini nimeikuta kidogo hapa pana upungufu? Kwa hiyo natia hili kuna ubaya gani? Kosa ni ubaya kwa sababu Mwenyezi Mungu asema kaikamilisha risala, na alimwambia mtume atangaze hivyo kabla ya kufa kwake kwa siku 80. Mwenyezi Mungu anamwambia atangaze, ni aya hii katika Qur'ani, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, leo nimeikamilisha dini yangu na nimeitimiza neema yangu tayari, na nimeridhia Uislamu kuwa ni dini yenu. Ndio baada ya maneno haya mtume akawaambia, je, sikufikisha amana? Sijafikisha ujumbe? Masahaba wakakiri. Walipokiri kwamba mtume kafikisha shahada, kafikisha amana, mtume akawapa agizo sasa tukufu, falyuballighu shahida minkum alghaiba, yeyote aliyehudhuria, aliyeishi na mimi, basi naafikishe risala hii kwa mtu ambaye hakuishi na mimi wala hakuhudhuria ujumbe huu, hakuwa na mimi katika maisha ya Uislamu. Ndio pale masahaba mara baada ya kufa kwa mtume wakaibeba amana hii kutoka kwa mtume. Aya hii iliposhuka, ndugu zangu katika imani, masahaba wakubwa walilia sana. Kwa nini? Kwa sababu wanaona sasa mzigo aliokuwa amepewa bwana mtume wanabebeshwa wao, na mtume alikuwa akilindwa, wao hawana ulinzi, si maasumina. Mtume alikuwa
anateremkiwa na Jibril, kama ikiwa Waislamu wana Abubakar walilia. Kwa nini? Kwa sababu wanaona haya wanayabeba wao wakati wahi unakatika. Kufa kwa mtume maana yake kukatika kwa wahi. Kwa hiyo wanalia kuona sasa twabeba mzigo, kwa sababu hatuna sisi ila kurejea kwenye Qur'ani na sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na sisi sasa twaweza kosea katika kufanya jitihada. Nani atatukosoa? Wanaogopa kufanya makosa, pamoja na kwamba mtume kawaambia man jitahada fa asaba falahu ajrani wa man jitahada fa akhta falahu ajr. Mwenye kujitahidi akapatia basi atapata ujira mbili, mwenye kujitahidi akakosea atapata ujira mmoja. Pia liliwafanya waliona hili kosa pia tuweza labda tukapata, kwa sababu ni amana. Kwa hiyo hawa watu walifikisha ujumbe ipasavyo. Masahaba walikuwa wanaogopa kusema maneno ya kumzulia bwana mtume, kwa sababu mtume aliwaambia man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, mwenye kunisingizia urongo basi ajiandalie makazi yake na motoni. Kwa hiyo walikuwa wana hofu kabisa, asema maneno ana hakika kayasikia kwa bwana mtume, asema maneno ana hakika kamuona bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wakifanya. Hawakuwa wakisema maneno ya urongo. Mambo ya ushuhuda wa urongo yalizuka baada ya karne 3 baada ya kuondoka kwa mtume, kama yeye mtume alivyotabiri mambo haya kwamba karne bora zikishakwisha kutatokea watu kuanza kutoa shahada tuzuri. Kwa hiyo masahaba wakaibeba amana ipasavyo ya bwana mtume, wakaibeba Qur'ani ipasavyo, wakaibeba sunna ya bwana mtume. Baada ya kufa kwa mtume miaka 80 wameitangaza risala katika ulimwengu wao kwa wakati huo. Mpaka Saidina Uthman anaondoka, ilikuwa tayari bendera ya la ilaha illallah, risala ya bwana mtume inapepea mpaka kaskazini ya Afrika. Mpaka Saidina Uthman anaondoka, bendera ya bwana mtume inapepea Uchina. Watu tayari wamefikisha, wamebeba hima ya kubeba risala hii. Kwa hiyo ni lazima tukubali ndugu zangu kwamba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kafikisha amana ipasavyo. Ndio sahaba mmoja Abu Dharr anasema tawaffa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wama ta'irun yuqallibu janahaihi illa dhakara lana minhu ilma. Kafa bwana mtume, hapakuwa hata na ndege anayenyanyua bawa lake isipokuwa katutajia japo kwa uchache juu ya ilmu inayohusiana na ndege. Hata bwana mmoja ni Yahudi, ilikuwa anasema, anamwambia sahaba, huyu nabii wenu hakuacha kitu, ma taraka shay'a. Kwa nini? Akamwambia hata al-kharra, paka namna ya kuingia chooni pia kaeleza. Manake kuingia chooni wanaona jambo, mtu enda kutoa uchafu, ingia mahala pampa na uchafu pia mtume kaeleza. Sahaba akamwambia ajal allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume katufundisha mtu akiingia chooni aingie kwa mguu wa kushoto na aseme maneno haya, na akiingia akishamaliza haja yake kwanza akae afanye nani, achutame. Akishamaliza haja yake basi atumie mawe, atumie maji kujitoharisha. Akitoka chooni afanye hivi. Hakuna dogo kubwa linalomhusu mwanadamu ila kalieleza bwana huyu sallallahu alaihi wasallam.